first day of the month. Being the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. But first of all, we'd like to wish a happy Father's Day to all the dads across the world. And all the fathers in JGCM, we wish you a happy Father's Day. My name is Abraham Keseko. And I am my son Juma. This being the 21st day of June is the day that the whole world is celebrating Father's Day, and we are requesting you to send your father's messages. You have every reason to celebrate your dad wherever you are. So send messages to us, we will read them, and we will make sure he gets the messages. Now, we as JGCM would like to take this special opportunity to wish a happy Father's Day to Prophet Jeremiah Gondison. You, Daddy, being a vision bearer of this mission, you being the founder and dedicating all close to 50 years of your life to preaching and spreading the true gospel of Christ, we would like to celebrate you and appreciate you and say that the Lord may continue to bless you and keep you. And today we say Happy Father's Day. Now, I want to take you direct to our father, Prophet Jeremiah Gondison, where he will be sharing the word of God today. And you should be prepared. Take a book, take a pen, invite someone so that he can join you to continue with this work. Now, this being a Father's Day theme, we expect that today we'll hear a word that is related to the Father's Day, but no, we're still going to continue to listen to the word that has been prepared by the Holy Spirit himself through the man of God. Welcome a friend and neighbor, sit down and relax as we listen to today's word. This is Sunday Service. Shalom Aleichem. Amen. Amen. Watazamaji, karibuni tena katika somo letu la leo katika juma hili, tukiendelea kumaliza mwezi wa 6. Na kabla hatujaanza somo la leo, hebu tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni na Mungu wetu, tunatoa sala ya shukrani mbele zako kutulinda juma nzima na kutupatia fursa tena ya kuwa hewani. Sisi si kwamba ni bora kuliko wale ambao hawakufaulu, ile imechukua mkono wako na uwezo wako tulete umbali huu. Niko chombo mapo mikononi Baba, naomba unifanye baraka kwa watazamaji na wasikilizaji wote ambao mfalme ujumbe huu utawafikia kote duniani, na sifa na utukufu zikurudie wewe. Ni katika jina kule Yesu Kristo tumeomba. Amen. Asanteni sana, karibuni katika somo letu kutoka makao makuu ya Jesus Generation Crusaders Mission jijini Mombasa, ambapo Mungu ametulinda, ametuhifadhi, hata kama tuna rank number 2 katika zile hotspot, lakini Mungu ametulinda na ametuhifadhi. Juma iliyopita tulijifunza kuhusu kutii mwito mkuu, obeying the great commandment, going in the word, preaching the gospel of Jesus Christ, healing the sick, casting out demons and all that. Leo somo letu linaitwa kwa kimombo, no man has power over the spirit. Only God can save and retain the spirit. Wanadamu wamesahau kwamba watakufa, wamesahau kwamba watakufa. Matajiri wamesahau kwamba watakufa, wamesahau kwamba watakufa. Wenye elimu wamesahau kwamba watakufa, wamesahau kwamba watakufa. Warembo wamesahau kwamba watakufa, kweli wamesahau kwamba watakufa. Hata vijana wamesahau kwamba watakufa, wamesahau kwamba watakufa. Baada ya kufa kunayo hukumu, baada ya kufa kunayo hukumu, baada ya kufa hukumu,
kweli baada ya kufa kunayo hukumu. God bless you and God keep you. Many people have forgotten that there is death, and even before the advent of the COVID-19, people had forgotten that there's a death, although people are dying daily. But Corona has brought speedy death. I was just thinking and asking God why people are dying just like animals, just like insects, in multitudes. And then the Holy Spirit just reminded me, do you know people are complaining that the world is so much overpopulated? There are no employment, there are no chambers, there are no space to build houses. And people are doing family planning, and the worst of it, people are doing abortion, practicing abortion, killing children, innocent children. Recently I was in an interview with a certain radio station, and they were asking me, why do you religious people say that God has brought this to punish the evil one? Are the righteous safe then? I think your question will be answered also in this message. Swala hili litajibiwa na ujumbe wote utakaosoma kwenu leo. Naomba kama Mungu anatuma hii adabu kuadhibu wale waovu, je, wale ambao wanasema ni wenye haki wako salama? Lakini usisahau sote tuko kwenye dau moja. Tuko kwenye dau moja, tuko kwenye merikebu moja. Na kama ina mawimbi, lazima maisha ya kila mtu itakuwa hatarini. Uchumi umeharibika, biashara zimeharibika, kazi zimefungwa, miradi imesimamishwa, makanisa hakuna kuabudu. Sasa hiyo inatuadhiri sote, kila mtu. Lakini sasa pamoja vile tunafuata masharti ya wanasayansi na wataalamu, na sisi katika ulimwengu wa kiroho, tafuteni pia maarifa yetu, tuwaambie kila ambacho Mungu anasema. Hebu tuone kile Mungu anasema kuhusu roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu, the spirit of a human being, that when it leaves the body, then you are pronounced dead, you become dead. Hii roho ikitoka unakuwa marehemu. Tuone Biblia katika Agano la Kale inasema nini katika kitabu cha Ecclesiastes chapter number 8 verse 8 to 13. Ecclesiastes 8 to 13. There is no man that has power over the spirit to retain the spirit, neither has the power in the day of death, and there is no discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. All this I have seen and applied my heart unto every work that is done under the sun. There is a time wherein one man ruleth over another to his own heart. And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is also vanity, because sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Thank you so much. The Bible teaches no man, experts, scientists, rulers, ministers of the gospel, every human being, the Bible teaches no man has good power over the spirit. No man has seen a spirit, even your own spirit.
You have never seen it, and it is there. Only God breathed life in your body, and you became a living soul. And that secret is with God. Scientists have managed to clone animals, clone human beings, do many things, try to create babies in the wombs of barren women, and try to compete with God, to do some kind of scientific miracles, try to be like God. But no scientist has ever created a spirit. And no man has got power over the spirit. That's why we all die at one time or another. And there's nothing you can do. So no one has got power over the spirit to retain it. The Bible says no one has got power over the spirit to retain it. What do I mean by retaining it? When the spirit now is ready to go out of your body, no doctor, no scientist, no laboratory, nothing can retain the spirit. It will give up, it will go, and we remain with the body. Peradventure, it is corona that has taken the spirit out of your body. Then your body is treated just like a dangerous cargo, very dangerous, like a bomb that will explode any time. You are buried just like an animal, no respect, nothing. Just the spirit has gone away, and now they've got nothing to do about it. I want just to remind you, there is a spirit in you. There is a spirit that God created in you. And once it leaves your body, whoever you are just nothing, but you will be just decomposed. They can do post-mortem, they can want to see what has killed you, but it's just you have forgotten that you will die. Yeah, because the wages of sin is death, and the free gift of God is eternal life. Listen. The Bible continues to say, no man has got power over the day of death. Thank God for the doctors. They can treat us. And somehow we get well and continue with the life. But it is when God is still giving you some more days to live. When God is still retaining your spirit. But when the day of death comes, no human being has got power over death. That's right. Even those who are operating us, they can remove your heart and restore another one. They can put you on a ventilator, they can put you in ICU, on life machine, and they continue to live in one way or another, using a machine, they can do that. But when your day comes that now you are wanted to go and vanish from the earth, you will go. So I want to advise you experts who are advising the leaders of the world and advising them to close churches for unknown time. Please know that there is God who put that life spirit in you. Amen. And it's only that God that has got the power to remove that spirit from your body, and there's nothing you can do about it. Yes. And that's why you see some leaders are just dying suddenly, and we say heart attack. Heart attack. What is heart attack? Huh? And then you don't bury them very quickly as an ordinary man. When they die, you just say corona and COVID-19, and you hurry to bury them, and you do tracing to see who was there, who greeted them, who was fellowship with them. But I want to tell you, when the day comes, that is called the day of your death, nobody can stop it.
we just go. I want us to know that we did not exist miraculously. We are created by the Almighty God, and He gave us time to exist in this world. Only our sins are the ones who brought this suffering and death. And the Bible says that during that day, the Bible calls the day of war, when you are battling with the sickness, no matter what kind of sickness. It doesn't matter. It may be cancer, it may be Ebola, it may be corona, it may be just another disease, high blood pressure, diabetes. Those are diseases that are killing people every day. You are battling with that disease. You may be a mother, one giving to birth to a baby, and you are taken away. The spirit goes. Whatever is taking. The Bible says there's no discharge during that day. You cannot you cannot be given a leave. Huwezi kupewa fursa uende upumzike, uende likizo, uepuke hiyo siku. There's no discharge against that day when it comes to every, no matter who you are, no matter what big office you are holding. Utakwenda tu rafiki. Ikija hiyo siku yako ya kukufa, siku yako ya kudedi, hata wataalamu madaktari wa dunia nzima wakuzunguke, roho itatoka. Kwa hivyo Mungu ndiye ana uwezo wa kurudisha ile roho. Mungu akitujalia tutasoma somo lingine ambao Yesu alitutuma sisi, na akasema ponyeni wagonjwa, fufueni wafu. Sasa ikifika hapo, sisi ndio tunafadhali. Hapo ndio tumepewa ruhusa ya kufufua wafu. Na Yesu akisema wafu, hakusema wafu tu. Ndio mimi nawashauri msizike hata wafu wa corona haraka. Maana kulingana na Ukristo na Biblia tuna provision hiyo. Yesu ametupa provision kwamba ponyeni wagonjwa, toeni pepo, fufueni wafu. Amen. Yes. Ametupa ruhusa ya kufufua wafu. Kwa hivyo nataka msiweke kanisa sambamba na social gathering. A church is not a social gathering. Kanisa is a holy assembly worshiping the Almighty God who created heaven and earth, and who put you in that power so that you can have rule over us. Yes. It's the one who gives you that time to rule over us. When it expires also, you shall go. We have seen very famous people who were in this world. They existed and they went. Some were cruel, some were dictators, some were very good, but once the time came, they went. So hata nyinyi maskofu wenzangu ambao ni wakubwa zetu, mko katika ofisi ya juu na makanisa makubwa, nyinyi ndio mnaitwa huko State House, mnaitwa huko kushauri rais na viongozi, muambie ukweli. Na mkilalala huko, damu ya watu wanakufa bila kusikia injili, itaulizwa mikononi mwenu. Mkichelewesha makanisa kufunguliwa, mnadilidali, mnaogopa kuambia ukweli. Waambieni kanisani kuna uzima, hata wasiletee mambo mengi. Wasiletee mambo mengi, sijui tupimwe joto, tupimwe nini. Wewe unafikiri hiyo virus inaingia mpaka Ikulu? Mbona hawazuii? Kuna mahali safi na kwenye usalama na kwenye utunzaji kama hiyo nyumba. Kama imeingia huko, sisi kina Yahe huko chini, si Mungu tu anatulinda? Tungekuwa tumedeti kitambo. Sisi sakina tuna maji hata ya kuoga, hata ya kuosha hiyo mkono. Tapu zimekauka. Ama hela za kununua hiyo maji hamna. Sakina tunachota maji tu, mahali tutapata kwa kisima, alimradi maisha yaendelee. Lakini tumeona watu kwenye manyumba makubwa, si Afrika, hata Uingereza iliingia huko. Unasikia sijui wapi, kila mahali imeingia huko. Sasa mkituambia tungoje tu, nchi imerudi kuwa ya ukafiri.
Maana Jumapili watu wamekuwa kawaida tu. Jumapili imekuwa kama Monday, watu wanachapa kazi tu, hata wajui siku ya kumwabudu Mungu. Siku za ibada zimekuwa za kawaida. Mmefungia watu miezi 3, miezi ngapi, watu wamerudi makafiri. Anakaa nyumbani tu kungojea mtandao. Wengine hawana hata shilingi 10 za kununua bundles. Uangalie mahubiri kwa mtandao. Hawana. Wengine stima zilikatwa. Wengine hata mmevunja nyumba zao. Maana washirika wengine wanakaa mabandani, washirika wetu wengine wanakaa kwa mabanda. Na mmevunja nyumba zao. Ataangalia wapi hiyo TV? Ataangalia wapi hiyo simu, atachaji wapi? Mwenyewe analala kibandani. Maisha yamekuwa hohehahe. Kwenda kwao hawezi, kurudi kula litoka hawezi, kutoka hata Nairobi ama Mombasa hatuwezi. Si tunakaa tu tunangoja Mungu afanye muujiza ndio tuanze kusafiri na kupeleka injili. Hata tutakaa tu kuingoja Mungu afanye muujiza. Jumapili ikifika hata kaweka tu kidogo ufanye live recording, mzee wa mtaa anapiga simu. Kuna crusade huko. Unakuja unabebwa juu kwa juu. Jamani, tusicheze na Mungu. Mungu aliyetuumba na Mungu ametupatia mamlaka. Na muachie kanisa na nyumba za ibada watu waendelee kuabudu Mwenyezi Mungu, maana hakuna mwenye uwezo juu ya siku ya kukufa. The wicked cannot save. The wickedness of the wicked cannot save those who are given to it. Uovu wa wale ambao wamezoea uovu hawezi kuwaokoa. Mmoja aliniuliza, mtangazaji aliniuliza, kwa nini Mungu anaruhusu hii maneno? Nikamuuliza, ikiwa mtu amesoma na nikimwangalia na jina la Kikristo, isitoshe hata alisoma shule ya mishonari, alitibiwa hospitali ya mishonari. Ndio niliwaambia watu, msifikiri sisi wa mishonari, sisi watu wa kanisa ni watu pumbavu. Mara hospitali za kwanza hata kabla za serikali zilijengwa na makanisa na wamishonari. Shule za kwanza zilijengwa na wamishonari. Na wale ambao mmesoma saa hii, mko madaktari, mko nini, wengi mlisoma hizo shule. Sasa leo kanisa mlifanya ni chafu sana. Na tangu wakati huo hata Ebola haijaingia kanisani kuua watu. Hata hiyo COVID yenu mlifunga kanisa, haijaua watu kanisani. Inaua huko mtaani, huko nje, na huko kwenye hospitali huko mnakuwapeleka. Inawaua huko. Hii kitu haiwezi kuja kuwa watu kanisani. Haiwezekani. Ikiwa Mungu yuko hai na ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi, I guarantee you hakuna mtu atakuja kanisani na afe. Nobody can die in the church. You cannot serve God and perish. Then that is not God. Amen. It's not the God we serve. It's not the God who resurrected Jesus from the dead the third day. Yes. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Amen. Somebody said, I heard a song that nobody can stop reggae. If nobody can stop reggae, who can stop God? Hallelujah. Nacheza na moto. Yes. Hakuna wezaye kuzuia Mungu kuabudiwa. Hakuna. Na hakuna wezaye kufunga kanisa. Na Mungu atavumilia kwa muda mchache, lakini baadaye hatavumilia zaidi ya hapo. Kwa hivyo inatubidi Mwenyezi Mungu atusaidie sana, tufunguke macho na tuanze kuwapa. Although the wicked can continue to be wicked and is not judged speedily. Nasema mbona Mungu anaruhusu waovu, watu wanalipua watu na mabomu, watu wanaua watu wanachinja wenzao, watu wanafanya nini? Mtu anachinja mke wake, kijana anachinja boyfriend wake, girlfriend anachinja boyfriend wake, watoto wanaua wazazi wanaua watoto, wanamwaga damu. Hao watu wamekaa nyumbani, tumeambiwa stay at home. Watoto wangapi wamepata mimba wamekaa nyumbani?
Hata kijana anapandika madada zake mamimi. Wako hapo nyumbani hawatoki. They are working from home. Na wafanyi tu kazi hiyo ya sawa. Fanya makazi mengine mabaya. Maana wamekuwa very idle. Sasa mambo imezidi kuwa mabaya. Tutafanya nini? Tumekosea wapi? Tumekosea wapi? Wachungaji tumenyamaza. Wachungaji tumeogopa. Yesu alisema atakayenionea haya mbele ya wanadamu, nami nitamuonea haya mbele za Mwenyezi Mungu na malaika zake. Atakayenikiri mbele za wanadamu, nami nitamkiri mbele za Mwenyezi Mungu na malaika zake. Wachungaji, amkeni tumkiri Kristo. Ulimwengu unakufa, mamilioni ya watu nao kufa na hii ugonjwa, wanaenda bila kumjua Yesu. And it will be too late. Tukingojea grafu iende chini, tutakuwa tumepoteza so many lives without knowing the Messiah, without knowing Jesus Christ as the personal Savior. So it is high time that we should open up and let the people worship their God in any way. Bible says, although the wicked can sin 100 times without punishment, but I know it shall be well with the righteous. Amen. People are asking, why is God allowing people to do evil? They do sin, terrorism, all these things, and God is there. It's not acting. Why is not God punishing the devil? It may take a long time, but the Bible teaches that it may take a long time, but it will be well with the righteous. It will be well with the righteous. But it will be destruction with the wicked one. Waovu watangamizwa. Kwa hivyo, we can sanitize our hands. We can wash our hands. We can do social distancing. But my friends, if we do not sanitize our spirits, our souls, if we don't wash our spirits, our souls with the blood of Jesus, if we don't do spiritual distancing from sins and immorality, my friend, we shall perish. We shall perish. Because God will let go. And we shall die a shameful death. Yes. Young people are saying, mambo ya ukimwi sasa tumeweza. Tutakondomize, tutavaa kondom na kuendelea na kazi. Sasa vijana mtavaa kondom gani? Hata kama mnavaa mabarakoa. Na peo bara sinakaa kwa muda mrefu kwa mikono, tutavaa hata gloves, tuvae nini, pengine tutatengeneza ile manguo ile wanazika nayo watu, tuvae barabarani, tutembeange ndani ya manguo mwili mzima. Sasa ndio pengine tujilinde na hiyo, lakini siku ya kufa ikifika, utakufa ndani ya hiyo magwanda. Utakufia ndani ya hiyo magwanda. Siku ikifika roho wako kutoka, utakufa ndani ya hiyo magwanda. Hakuna kitu, hakuna mtu atazuia siku ya kufa. Kwa hivyo wapendwa, msisahau kanisani pia ni hospitali. Niliwaambia kanisa linapoanza kufanya kazi, mtaona watu wengi wakipona kuliko wale wanapona saa hii. Mtaona watu wengi wakiwa discharged kuliko wanafanya saa hii. Kwa sababu sasa mali tunafika, naona tunarudi pale pale, tunaenda round. Mmesikia sasa wataalamu wanasema itabidi watu turudishwe nyumbani tukae nao. Sasa kama tunakaa nao, mtafanya tracing ya kwenda wapi? Mtafanya tracing alafu turudishe huyo mgonjwa hapo hapo karibu. Hivi tumaje, maana watakuwa wengi sana. Na mimi nimejiuliza na niko tayari, I stand to be corrected. Si tumetii, makanisa tumefunga, tunakaa nyumbani. Hata sisi wengine tuna miezi hatujashika suti.
Tunakaa tu na vinyasa, maana kuna mahali tunaendaga, tunakaa tu nyumbani. Lakini kila kitangazwa tunasikia Mombasa iko juu. Na Mombasa watu hawaingii na hawatoki. Nairobi hawaingii na hawatoki. Sasa hii grafu inapanda. Hiyo shetani inaingilia wapi? Nairobi na Mombasa. Juzi Vihiga nimesikia unatangaza amepatikana mmoja. Alikuwa hajapatikana hata mmoja, akapatikana mmoja. Aliingilia wapi huyo mmoja? Akapeleka Vihiga. Na zile sehemu ambazo zilikuwa hazijaingia watu wanaingia. Haya, isitoshi. Mimi nahurumia madereva. Walikuwa Busia, walikuwa huko Malaba na Busia huko town, walikuwa kule Namanga, walikuwa Lungalunga, walikuwa Taveta. Leo nimeona wengine wakusui Mai. Batrela hii wanasema tuna siku 4 tumepimwa. Tuna siku ngapi utapimwa? Wataalamu fanyeni haraka bana. Kama hii kazi inafanya kazi, pimeni watu na waendelee na kazi zao. Na wale wagonjwa rudisheni kule wanaenda. Wasikae hapo wakingojea na kuambukizana, kikae hapo wanaambukizana, wanangojea result, na sisi tunasema tunaweza. Na kama hatuwezi, turusini tuwaombee. Tuwaombee Mungu awabariki na waendelee na safari zao. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunajua kwamba Mungu anasema katika Zaburi ya 127 kifungu cha kwanza na cha pili, Mwenyezi Mungu anatuambia hivi: Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keeps the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Yes. Except the Lord builds a house, except the Lord guards a city, they labor in vain. Wale maskari, wale walinzi, wale wajenzi wanafanya kazi bure. Ndio unaona watu wanajenga, wataalamu wako pale, jengo litakaguliwa, unafika mahali unasikia limeporomoka. Ndio unasikia mji umelindwa, ngome imewekwa, unakuta watchman wameuawa, vitu vimechukuliwa, ama unakuta walinzi wameuawa na hakuna kitu kimechukuliwa. Mungu asipotulinda ndugu zetu, sisi tumekuta hii Biblia imeandikwa. Sisi hatukuleta kitu kipya, na tusemi mambo yetu, sisemi mambo. Nimekupa reference, soma Biblia yako. Ikisema tofauti, wachana na mambo yangu, na mimi sitakuja hapa kuhubiri tena. Lakini kama ni Biblia, tii Biblia. Yes. Tii Mungu. Maana tangu Biblia hii iandikwe, waume wengi wamekuwa dunia hii. Viongozi wengi wamekuwa dunia hii. Wahubiri wakubwa wamekuwa dunia hii, na sasa hawako. Na sisi tuko sahihi, tunatamba, tunadunda. Miaka yetu ikiisha tutaondoka, kizazi kingine kitakuja. Kwa hivyo mimi nalia sana, na mimi nawatia moyo sana our generation. Tusilete aibu kwa kanisa in our generation. Isiende katika historia sisi ndio tulistopisha watu kuabudu Mungu. Isiende katika historia sisi manabii wa leo ndio tumelala usingizi na injili kafungiwa na hatukusema kitu. Yes. Mimi leo nasema, yes, jamani, wacheni wahubiri injili. Amen. Wachungaji wengi, mnajua kanisa limeweka watu wengi sana ambao walikuwa marobas, wakora, watu majambazi. Hata kuna mabishop huko Nairobi walikuwa Mungiki, na sasa ni mabishop. Wakati mnafungia makanisa, mnataka warudi Mungiki, wanataka warudi kuwa majambazi. Yes. Itani mabishop na wahubiri wengi na washirika wa makanisa, muulize walikuwa wanafanya kazi gani?
Wengine walisalimisha silaha zao, walisalimisha hata mabunduki, walisalimisha vitu, wakasema nilikuwa hivi lakini Yesu amenibadilisha. Na kama nasema urongo, wako hapo mabishop wako huko wananisikiza. Wao watanisikiza, wanaweza kunipea witness. Ama kunikanusha, asema wanaambia kanisa lina watu kanisani ni watakatifu, hawako wenye dhambi. Sisi ambao tuko kanisani sasa hivi, Yesu alitutoa mahali na ametuweka hapa. Na mkiona tunahubiri injili, msitusukume kila kitu ikija kanisa wahubiri wanataka pesa, wanataka makanisa ifunguliwe maana wa pesa. Sisi kabla hatujakuwa wahubiri, makanisa ilikuwako. Yes. Hatujazaliwa watu walikuwa wanahubiri injili. Yes. Mimi nimehubiri injili na Maraka na Mguu Chuma mpaka Mungu akafanya miujiza. Sikuhubiri injili hata nilikuwa na ile. Mimi nimeomba chini ya miembe, chini ya miti. Nimeabudu madarasani, nimeabudu mabandani. Na mpaka saa hii pale nimefika ni Mungu ameniwezesha. Si mzungu, sio missionary. Na sina connection ya nje. Na sina kazi ya serikali wala ya kampuni. Nahubiri injili. Kwa hiyo nikisema wahubiri wengi wanateseka na wanalia machozi, na machozi ya wahubiri hayendi bure. Kwa hivyo nyinyi ambao mabishop mko kwa makanisa makubwa, mko kwa mishahara, hebu shaurini wataalamu, maana nyinyi makanisa yenu ina wataalamu, ina wadaktari na nini, muwashauri wajue kwamba watu wengi wameponywa kanisani baada ya daktari kumwambia nenda nyumbani ukakufa. Mimi nimekuwa Uingereza, nikakuta mama mmoja amepelekwa nyumbani London, akakule Christmas ya mwisho, ana advanced cervical cancer, hawezi kwenda hata short call wala nini. Na nilikuwa nimetembelea, nimetoka college Norway, nikaenda kutembelea rafiki zangu England, nikaambiwa kuna mgonjwa kule, wewe unasema mnaombea watu, unaenda umuombee. Nikaenda nikakuta mama analia, anasema I came to spend my last Christmas and then I go back to the hospital and die. Nikamwambia you will not die. Amen. Jesus died for you. Hallelujah. And if you believe him, I will pray for you and you will be healed. Yes. Na nilimuombea immediately. Alienda haja peke yake kwa mara ya kwanza. Na Yesu akamponya. Na akawa free. Huko Uingereza, wacha Kenya, huko Uingereza. Kwa hivyo unajua kile tunazungumza, alikuwa daktari give up, wamesema go and spend your last Christmas. Nikamwambia this will not be your last Christmas. Na nikamuombea na akasimama, akaenda akajisaidia, akaendelea na maisha. Tunajua Mungu ni muwezo, na huyu Mungu anaweza hata saa hii wewe kukusaidia na kukutoa kwenye janga ambalo uko nalo. Hata nashukuru wataalamu wetu wanasema maumivu, meza hii dawa, kama ni Panadol meza 2 ama 3 4. Maumivu ikizidi muone daktari, na daktari akishindwa muone Yesu. Usipomuona Yesu utaombewa kama we hujui. Utaambiwa Mungu mweke mahali pema peponi. Watu wote wakifa ni maombi tu. Mungu mweke mahali pema peponi. Sasa rafiki msikilizaji wangu, hapo mahali pema peponi huwezi kuombewa. Hata Kenya hii tuko ndani, huwezi kuchukulia mtoto wako kitambulisho. Huwezi kumchukulia mtoto wako kitambulisho. Akifika umri wa kuchukua kitambulisho 18 years, utamwelekeza kwa chifu na maafisa wa serikali wamsainie vitu, na mwenyewe aweke vidole vyake na apate kitambulisho ama apate passport. Hakuna mtu atabebea mtu mzigo. Yes. Na hakuna hata nyinyi mapasta, maskofu na mapadri, mafathers na wale wakubwa wa dini, hauwezi kuombea mtu aende peponi. Huwezi. Lazima achukue passport yake akiwa hai. Kwa hivyo my friend, wherever you are, I want to pray with you. Kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha wako, nataka niombe na wewe umpokee Yesu, na Yesu ndio passport
ya kuingia katika uzima wa milele. Hawa watu wakikuombea hawakuombei uzima wa milele, wanakuombea tu mahali pema peponi. Uwekwe tu store mahali pema, hapo store. Hatujui ni wapi. Biblia haitaji kuna mahali pema na pabaya. Hakuna mahali pema na pabaya peponi. Kuna mahali mbili tu, uzima wa milele na jehanamu, moto wa milele. Na moto hauko mbinguni, hauko mbinguni. Na ndio sababu kila afaye hatutaki kuona mwili wake, naweka chini. Mbona watu wengine wakifa mifupa yao inawekwa kwenye malaboratory ya vyuo vikuu, watoto wanasomea? Hawa kufa wengi wa corona, si miili yao pia mifupa yao ipelekwe huko? Mbona lazima wanakara? Lazima hii mifupa ya watu wa corona pia iwekwe kwa laboratory, watu wasome corona ni nini huko kwenye hii mifupa na kwenye damu yao. Watu wasome hii corona ni nini, tujue, tupate utafiti. Maana last week niliwaambia ni Mungu ataondoa corona mwenyewe, na ataiondoa haraka sana. Tukirudi kumwabudu na turuhusu watu wa Mungu waendelee kumuomba na kumlilia Mungu na kutafuta uso wa Mungu, na watu wawache dhambi zao, watu wamrudie Mungu. Mungu ataondoa magonjwa, si corona peke yake. Atasema I will take away sickness from your midst. God bless you. Nataka kuombea, if you want to receive Jesus Christ as your personal savior, na kama utampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, kuna namba zitatokea hapo kwenye screen yako. Unaweza kututumia ushuhuda kile Mungu amekutendea. Yesu aliponya wenye ukoma 10, na walipotakasika walienda wakasahau, hawakurudi kumpa Yesu shukrani, kumwambia Mungu amenitendea. Alirudi mmoja tu akasema, mimi nimeona lazima nirudi nishukuru Mungu ameniponya. Nilipokuwa nikienda Mungu ameniponya. Kwa hivyo wewe usiwe kama wale 9 waliosahau na kwenda kupiga anasa na wakarudiwa na ukoma wao. Kuwa kama ule mmoja alitoa shukurani na akaleta ushuhuda wa kumsifu Mungu. Inamisha kichwa chako pale uliko, nikuombee umpokee Yesu Kristo. Nikimaliza kukuombea, kama kuna mgonjwa hapo ama we mwenyewe ni mgonjwa, hata mwingine kwa katika ICU, weka mkono, hata kama ni kwa kioo tu, weka mkono hapa. Kama uko nyumbani kwako, unaweza kumgusa, unaweza kumwekea mkono na tutamuombea na Mungu atamgusa na utaona muujiza wa Mungu. Hebu rudia nyumba yangu kumpokea Yesu. Sema, Baba Mwenyezi Mungu, nimesikia neno lako nami nimeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Alisifilia msalabani ili nisifwe tena, bali nipate uzima wa milele. Bwana Yesu, ingia moyoni mwangu, unisamehe makosa yangu yote na uniponye magonjwa yangu yote. Mungu Baba, futa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Baba kunipokea. Kuanzia leo nitakuishia Yesu siku zote za maisha yangu. Katika jina Yesu Kristo nimeomba. Weka mkono pale panauma na upokee muujiza wako. Baba wa mbinguni, katika jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani, jina Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa amri uliotupa kwenda ulimwenguni na kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, toa mapepo na kuponya wagonjwa na kufufua wafu, ninaamuru huyo mgonjwa na kila maumivu yaliyo katika mwili wake yakome kuanzia sasa, na viini vyote vikafe na maumivu yaondoke katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Receive your healing. Be free from anything that is inflicting your body. And beware from today. Give glory and honor unto your Creator, the most living God. We ask this in the name that is above every other name, in heaven and on earth. The name of Jesus Christ, Son of the living God, who taught us how to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Shalom. Shalom. Amen. Thank you, Lord Jesus. That was Prophet Jeremiah Mbonso. No man has the power over the spirit. Did you know that when you die today, there's only two places you can go, to hell or in heaven? Now, you should make your choices right, because when Jesus comes today, you will choose where to go. Now, Brother Isaiah, I would like to take a quote from what the prophet has taught. He has said that we can sanitize our hands, we can sanitize our houses and all that, but if we do not sanitize our hearts with the blood of Jesus, there is nothing that we are doing. So please, people of God, people that believe in the blood and sanctification of the blood of Christ, this is a clarion call that we should sanitize our hearts with the blood of Jesus and create a social distance with sin and all sins. Now, we are still on the Father's Day theme. Now, I want to just encourage you at home, you're having a dad there, you should be sending them some gifts. Yes. Yeah, some monetary value gifts. Some, yani hata kama utanunua gazeti, gazeti mtembelee babako, kakis, title deeds. Yeah, mtembelee babako na kitu ya maana. Si mnamtumia message ndefu tu copy pasting from the internet. Yeah. Yes. Na gazeti lakini usinunue gazeti hailiwi. Gazeti hailiwi. Tafuta kitu, something that has value, something that shows that you appreciate your dad for all that he has done, because we know that fathers go through a lot, they take a lot of sacrifices. Wengine wanafanya mjengo ili wapate kusoma, wengine wanafanya kazi ambazo hazifurahishi, lakini ili wapate kupatia familia zao kipato cha kila siku. Now, we want once again to wish all the fathers a happy Father's Day. Now, if you have messages again, you can send them on our Twitter and Instagram platforms at JGCM_Kenya, or YouTube at Jesus Generation Crusaders Mission, and on Facebook at Jesus Generation Crusaders Mission. Now remember, you can send us your prayer request to our number 0728 445 003. You can also send us a message that if anything that has impressed you, if you want to send a message to your father, you can send us to the same number, and you can also write us an email, jgcmheadquarters@gmail.com. And that's it. Now, if you want to participate in this ministry, you want to support this ministry with the offering or any other designated giving, you can send it to 0728 445 003. 0728 445 003. And if also you have a gift for the prophet, you can also send through the same numbers, 0728 445 003, and to a bank account number that will be going right across your screen. Now, until next time, sikuchoshe mambo mengi. Remember, JGCM is a family church, and we are God's peculiar people. Shalom.